Asante sana, na hapa tunaendelea ndani ya Exclusive na Beautiful Kanyigo. Si mwingine ni Rosemary Timzo Karugira. Leo hii nakwenda kuongea na gwiji mhariri wa habari za michezo wa kwanza kabisa katika gazeti la Mfanyakazi. Huyu si mwingine ni mzee wangu James Ihende. Atakwenda kutueleza mengi kuhusiana na mambo ya kimichezo mbalimbali, mambo ya michezo mingi sana ya Kisimba, Yanga, maadili ya uandishi, vitu vingi sana. Mzee wangu, karibu sana. Asante sana. Habari za siku nyingi? Nzuri sana. Habari za uandishi? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunaendelea kupambana kufuata yale ambayo umetuachia kijiti. Sawa sawa. Lakini sijui kama tunakwenda sawa, yanawafurahisha, lakini tutakuja kuyajua. Na kama ambavyo nimekuja kueleza, lakini mbali na kuwa mhariri wa kwanza wa gazeti la Mfanyakazi, lakini pia yeye aliwahi kuwa katibu wa chama cha waandishi wa habari za michezo TASWA, lakini vile vile ni mwanachama wa kwanza wa TASWA. Ana CV nyingi sana nyingi, atakwenda kutueleza. Mzee wangu, huu ndio wakati wako. Ulianzia wapi? Nini kilikuvutia kuingia kwenye michezo kipindi hicho? Na pengine kwa CV nyingine ambazo nimezisahau. Uwanja ni wa kwako. Asante. Naam. Nitarekebisha tu, sikuwa mhariri wa kwanza wa Mfanyakazi. Ndio. Ila mhariri wa kwanza wa michezo. Mwalimu wa kwanza wa michezo, yes. Sawa. Maana ile gazeti nilikuta hawaandiki michezo. Okay. Kwa hiyo mhariri wa kwanza wa michezo. Ndio. Baadaye sasa ndio nikaja kuwa naibu mhariri mpaka mwisho nilipotoka. Gazeti zima sasa. Ndio. Naibu mhariri mtendaji. Naibu mhariri wa gazeti naibu mhariri mtendaji. Lakini ukianzia kuwa mhariri wa kwanza wa michezo. Kwanza nini kilikuvutia kwenda kwenye michezo? Kilinivutia kwenye michezo, mimi mwenyewe wakati nilikuwa kijana. Ndio. Kwa hiyo nilikuwa najishughulisha na michezo. Michezo mbalimbali, basketball, soka yenyewe hivyo. Kwa hiyo hata nilipoingia kwenye uandishi wa habari, kwanza nilipelekwa news desk. Yaani kitengo cha habari. Ndio. Za kawaida za siasa. Mimi mwenyewe niliomba kwenda kitengo cha michezo. Gazeti la Uhuru wakati wa mwaka 1978. Okay. Ndio ajira yangu ya kwanza mimi, gazeti la Uhuru. Ingia gazeti la Uhuru, tumeingia kipindi kile na kina watu kama Paramagamba Kabudi. Ndio. Tumeingia pamoja. Okay. Gideon Show, Agre Mrimuka, Kwei Rusema, Sengondo Mvungi, tumeingia pamoja. Ila mimi wakati kabla sijaingia Uhuru, ndio nilikuwa nimeanza kuandika michezo mwaka 1976. Ni changamoto gani ambazo mlikutana nazo kwa kipindi hicho kwenye michezo? Changamoto tulizokutana nazo ni nyingi sana, kwa sababu kulingana na mazingira yenyewe na hali ya nchi ilivyokuwa. Tunaingia pale uwanja wa Taifa, siku hizi mnaita Uhuru. Mimi nimezoea wa Taifa tu, kwa sababu nilikaa nao muda mrefu sana ukiitwa wa Taifa. Kabisa. Na kwenda yaani mwandishi unajua mwenyewe utakaa wapi. Kaa chini kidogo, unatafuta mwenyewe utakaa wapi. Lile eneo la traki. Nilikuta kipindi hicho na nyenye ndio inaishiria. Mnakaa chini, aidha timu hii inakaa huku na timu hii inakaa huku, katikati kuna wale wa Msalaba Mwekundu tunasema. Yani sasa hapo chini hapo ndo mnapokaa. Kwa hiyo changamoto zilikuwa hizo. Alafu na namna ya kupata habari. Siku hizi nyie, na ndio maana nafikiri ninawaambia waandishi wa siku hizi naona kama wamekuwa wavivu. Kwa sababu wakati ule sisi hatuna internet, hakuna YouTube, hakuna email, hakuna kitu chochote, hakuna simu ya mkononi. Kwa hiyo unabidi utafute habari mwenyewe. Imagine sasa unapataje habari, unaitaka habari ya CAF, habari ya FIFA. Na usishangae, mimi nilikuwa na mawasiliano mazuri sana CAF. Mimi nilikuwa na mawasiliano mazuri sana FIFA. Mpaka nilikuwa natumia majarida yao, FIFA News, CAF News. Unayapataje sasa? Walikuwa wanatuma kwa posta. Kwa njia ya posta. Kuleta. Walikuwa wanatumia wanaletewa Fati, wanaletewa mimi na gazeti. Story yako ya kwanza ya kuchapishwa kwenye gazeti ilikuwa ipi na ndio imetoka, ulijisikiaje? Story yangu ya kwanza kuchapishwa ilikuwa ni mkutano wa Tefa Temeke. Mwaka 76. Chama cha soka Temeke. Mwaka 76 kwenye gazeti la Daily News. Story yangu ya kwanza kabisa, jina langu linapia mara ya kwanza kabisa kwenye gazeti. Ulijisikiaje?
Nilisikia vizuri. Na Daily News ni la Kiingereza kipindi hicho. Nilikuwa naandika Kiingereza. Sio kwamba siwezi kuandika Kiingereza. Nimeandika sana Daily News mimi Kiingereza. Kabla sijaenda Uhuru. Ndio. Kwa maana wakati wa kuajiriwa nilipata ajira sehemu zote mbili. Uhuru na Daily News. Sasa tatizo likawa mshahara. Uhuru ilikuwa 450. Daily News ilikuwa 450, Uhuru 750. Kwa hiyo sasa lazima niende kwenye nyingi zaidi. Kuna moja ya story ambayo nimeipata mzee wangu, mzee James, kwamba kutoka kwa wahariri wa miaka hiyo ya kwako na waandishi wa kipindi hicho chako, kwamba ulikuwa ukiandika kitu kwenye gazeti la Mfanyakazi, hata wao wahariri ama vyombo vya habari vya michezo walikuwa wakikusubiria sana kuona wewe utatoka na kipi, lakini hata stori zako zilikuwa ni mwendelezo wa wao kesho ama kesho kutwa kupata stori nyingine. Mimi sasa siwezi kujua hilo. Isipokuwa hapo kama wao wamekwambia nao sasa ilikuwa na ukali. Kwa mfano wewe leo hapo unanihoji mimi, umehangaika kunipata. Ndio. Sasa inategemea mtu mwingine sasa anaweza kaona huyo data kapataje hiyo habari. Unaona? Kampataje hiyo? Unaona? Kwa hiyo huwezi kujua sasa kwamba kwa nini mwingine anaona labda kuige au afanye nini au lakini moja ya sababu ilikuwa ni hizo kwamba kuna vitu vingi sana. Kusoma gazeti wakati huo, magazeti makubwa kabisa yalikuwa kama Uhuru, Daily News na yakaja kama hayo Majira. Sasa tatizo hilo kuwepo, waandishi wenzangu labda wao walikuwa na taratibu zao za kufuatilia na habari zao, Fati wapi, BMT, Fati enzizo sasa hivi TFF. BMT au wapi. Sasa lakini mimi nilikuwa na taratibu zangu. Mimi nikijiona kwamba kwa sababu ni gazeti la wiki, unatakiwa uwe na exclusive. Unatakiwa kuwa na kitu ambacho kitamlazimisha mtu asome ile gazeti. Sasa kumbe ndio ikawa sasa kumbe kama ni kitu cha kipekee. Nakuta watu wanakuambia wanasubiri Mfanyakazi, Mfanyakazi anasubiri kuna nini? Wakati magazeti ya kila siku yapo. Sasa utakuja na kitu kipya bwana. Gazeti Mfanyakazi Jumatano, Jumamosi. Ilikuwa ni mara mbili. Kama ilivyokuwa Dimba na Dimba ndio ilikuwa inatoka Jumatano na Jumamosi. Ilikuwa mara ya kwanza ilikuwa Jumamosi tu, lakini tukaona kulikuwa na umuhimu wa kuongeza siku. Kuweka katikati ya wiki ili wasomaji tu waongezee na radha ya vitu wanavyotaka. Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Kwa hiyo nadhani wakati mtu unapohangaika kutafuta kilicho bora zaidi kwamba wenzangu wote wameshamaliza vyote. Sasa mimi nafanya nini? Kumbe utakachofanya wewe labda kitakuja kuonekana niko bora zaidi. Niko bora zaidi. Mzee James, enzi za dhahabu na soka la leo ukilinganisha vizazi hivi viwili. Kwa mimi kwa mfano niliwaona wengi wao. Mimi naona ndio maendeleo ya kwamba kila wakati wanapatikana watu. Kwa mfano hata sasa hivi tunao wachezaji wazawa. Ndio. Tatizo labda tu kwamba mpira wetu sasa hivi labda umekuwa na wachezaji wa kigeni sana, lakini tofauti na zamani. Lakini kwa kweli wachezaji wa kigeni, wachezaji wazuri hata sasa hivi mimi najua nawaona wapo. Tofauti ila tunataka kuwalinganisha tu na Peter Tino kwa sababu alifunga magoli ya kwenda AFCON wakati ule. Umlinganishe labda na Tueni Ari. Sawa, alifunga magoli kule kwenye AFCON ya Nigeria. Lakini sisi nao tunao ambao wamefunga. Ndio hivyo sasa nasema, ndio maana na kwa kizazi hiki hao watu wanaofikiria kwamba zamani kulikuwa na nini. Ndio. Kidogo mimi wana tofautiana nao. Kwamba kila kitu kinakwenda na zama zao. Lakini mzee James, tukiangalia tofauti ya nidhamu ya wachezaji wa zamani na sasa unaionaje? Tofauti kubwa sana. Kwa sababu wachezaji wa zamani, kwanza wachezaji wa zamani walikuwa wanachukulia kama tuseme kama burudani. Maana wengi walikuwa ni wafanyakazi. Unafanya kazi Bahresa Group. Ndio. Kazi ya kawaida tu huko ofisini huko. Jioni unakwenda kucheza Yanga au Simba au Cosmo au Ashanti. Ilikuwa hivyo. Sasa kule kuna viposho tu. Lakini kazini kwako ndio unawekeza nguvu. Ndio mahali unapopatia. Kwa hiyo nidhamu ya wachezaji wa zamani ilikuwa ni ya kujitoa kwamba yeye anapenda tu kucheza mpira. Wa sasa hivi
wako katika kazi, kwa hiyo sasa unatafuta hela. Kwa hiyo ndio tofauti yake. Kwa hiyo namna ya kujituma kwa mfano kwa ajili ya club inakuwa kidogo sio sahihi na sio sawasawa na ya zamani. Hem, tuangalie kwenye mashabiki, walikuwa na ustaarabu zaidi au vurugu zilikuwepo pia kama hivi? Mashabiki hawajawahi kubadilika. Hawajawahi kubadilika. Shabiki ni yule yule. Shabiki ni yule. Hawajawahi kubadilika. Tena wa zamani unaweza kujikuta walikuwa pengine wabaya zaidi, kwa sababu mtu alikuwa tayari kujitupa kwenye pipa la mafuta akafa, sababu timu yake imefungwa. Leo hamna anayeweza kufanya hivyo. Kwa hiyo kidogo labda kuna ule ustaarabu. Kuna hivi vitu mzee wangu vinaitwa mechi fixing. Miaka yenu hivi vitu havikuwepo ama enzi hizo mzee wangu mlikuwa ninyi hamripoti? Hivi vitu vya mechi fixing. Unajua, kwanza ni moja ya mambo ambayo ni dhambi kubwa kwenye soka. Ndio. Sio Tanzania tu, duniani. Kwa hiyo unakuta kwamba ni vigumu sana hata kuviprove. Ni kuona tu labda viashiria au namna gani. Viashiria vilikuwepo hata wakati ule. Dalili hizo zilianza kuonekana wakati wale walipoingia wale wadhamini wala. Kwa hiyo lakini sasa kudhibitisha inakuwa ni ngumu. Ngumu sana. Tuangalie stori kubwa ambayo uliwahi kuiripoti kwenye upande wako na ikakupa heshima kubwa kitaaluma. Sasa ilikuwa ni Simba na Yanga. Na kidogo kulikuwa na situation tofauti sana katika timu hizo mbili. Yanga walikuwa wanataka ubingwa. Walikuwa wanatetea ubingwa. Na walikuwa wanaongoza ligi. Simba walikuwa nafasi ya pili kutoka chini, wanashuka daraja. Yaani mpaka msimamo wa siku hiyo. Sasa Simba alikuwa anatakiwa tu amfunge Yanga ili asalie kwenye ligi. Aruke kwa nafasi ya tatu kutoka chini. Na Yanga anataka ashinde, atetee ubingwa. Au hata draw. Okay, ili atetee ubingwa. Hata sare. Kama Coastal Union atafungwa na African Sports. Hata sare ilikuwa inamtosha. Na zote ni za ila akishinda Yanga bila kujali matokeo ya Tanga alikuwa anakuwa bingwa. Na Simba sare peke yake kuna shusha daraja. Sasa ile mechi iliisha kwa ushindi wa Simba goli 2-1. Sasa goli la pili ilikuwa ni mistake la pili la Simba. Ilikuwa mistake ilikuwa kosa la goalkeeper Sahau. Aliudaka mpira, halafu akafanya tena kama anauachia kuachia kama kuacha tena John Makelele akauahi akafunga goli la pili. Mashabiki wa Yanga wakuelewa kabisa. Sahau alikaa wiki nzima aonekane, wanamtafuta. Kwa hiyo ndio vile kaja na hiyo headline kwamba Sahau hata Sahau. Of course ilikuwa inachukulia na jina lake. Okay. Kwa nini ulisema Sahau hata Sahau? Yule msukosuko aliyopata wiki nzima ile. Yaani tuseme hata baada ya wiki, maana akaonekana wiki, lakini hata baada ya kuonekana bado alikuwa na msukosuko. Kwa hiyo headline ikaenda Sahau hata Sahau. Kuna mtu alisema siku ile kwenye hilo walisha kwamba ilikuwa ni miongoni mwa hiyo, ilikuwa ni moja ya ile ambayo ilikupa tunasema kwako ilikuwa ni kama furaha. Hipi ambayo ilikupa changamoto? Kwangu mimi naweza kusema ile ya kwako wewe na za moyoni Mogera ilikuwaje? Tupitishe mtazamaji aijue. Hizo mimi sishughuli kama ilikuwa changamoto sana. Ndio. Kama mwandishi wa habari, lazima ukutane na vitu kama hivyo. Mambo mengi tu nakutana nayo. Na ndio vitu vya kufanya kuwa strong. Kwa hiyo. Na hiyo mimi nimeipenda ili uizungumzie waone vijana sasa hivi kwamba uandishi wa miaka hiyo kwa kipindi hicho ilikuwaje au miaka yenu. Ni pengine inawezekana ni tofauti ya sasa au bado na mpaka sasa yaendelee. Unakuta mtu hataki umwandike. Yeye anasema ni vibaya, lakini wewe unaona ndivyo unavyostahili kuandika. Ilikuwa ni mechi ya Taifa Stars. Mechi ya Taifa Stars na Uganda mwaka 84.
ilikuwa ni kwa ajili ya kufuzu AFCON ambayo ilikuwa inafanyika mwishoni mwa mwaka huu, ndio wa 84. Ilikuwa nadhani ilifanyika Ivory Coast, kitu kama hicho. Sasa Uganda wamekuja, tumecheza nao hapa. Ile siku nili kidogo, lakini matokeo halisi ilikuwa ni bila. Mkiwa kule Ivory Coast? Hapa uwanja wa Taifa Stars ya Uganda. Ndio. Ile mechi katika uwanja wa Uhuru. Sare. Ndio. Bila. Yeah. Sasa katika kuandika, kwa sababu hapa tulikuwa na Golden Boy, ndiye alikuwa huyo Zamoyoni Mogera. Uganda kulikuwa na Golden Boy, alikuwa Godfrey Katerega. Kenya kulikuwa na Golden Boy, Ambrose Ayoyi. Okay. Sasa kulikuwa na huyu beki anaitwa Asmani Juma Chama. Sio Chama wa sasa hivi. Ndio. Yule wakati ule. Ndio. Marehemu sasa hivi. Ndio. Yeye kwenye dabi hapa alikuwa na deal sana Mogera. Mogera ndio alikuwa star striker wa Tanzania. Yeye alikuwa achezi na mtu mwingine. Yaani yeye alikuwa uwanjani yeye alikuwa anacheza na mtu mmoja tu. Alikuwa na deal na Mogera tu. Yaani anakienda huku na yeye huko. Akienda huku mpaka mpaka dakika 90. Kwa hiyo sasa ndio maana Mogera hakuwahi kufunga kwenye dabi hata moja, kwa sababu ya alikuwa anakamiwa yake na walivyokuwa nakamiwa na chama, sio na timu. Kwa hiyo timu wale wengine ndio wanashughulika na timu, mambo mengine. Sasa sisi tukatoa tukaandika makala ya kuna nini kama Mogera nani chama kiboko cha Golden Boy Afrika Mashariki, kwa jinsi anavyo yani ndio nikaeleza hayo Ayoyi na Harambee Stars na hapa kwenye dabi na hiyo siku ya mechi ya Uganda Golden Boy bote. Sasa hiyo sasa nadhani yeye ndiye limuudhi Mogera, akaniita, nikafikiri kama ananiita kawaida, akaenda kuniataki. Ndio hizo gani kawa hivyo, lakini baadaye aliisha kwa sababu na mzee wetu mzee Mairesa ndio alikuwa mdhamini wa Simba, alituita, alimaliza. Lakini kabla ya kuitwa ndio timu ya taifa silienda ilienda kufanya kucheza marudiano Kampala. Mogera akafunga magoli 3, Taifa Sawa ilishinda 3-1 na kusonga mbele. Yani hapa sasa wamesuru. Lakini kwenye mechi ya marudiano Kampala yakafungwa magoli 3-1 na yote ni Zamoyoni Mogera. Kwa hiyo baada ya ile kushinda akasifiwa kwenye hilo. Naam, hayo ni mambo ambayo tunayapata kutoka kwa mzee wetu mzee James, wahariri wa zamani wa miaka hiyo Daily News, Sports, lakini na gazeti la Mfanyakazi, akitupitisha kwenye mawili matatu. Lakini moja katika hivyo visa, mpo nje ya nchi, Peter Tino akakunyang'anya notebook yako, ilikuwaje? Sina uthibitisho mkubwa kwamba ni Peter Tino. Sawa. Lakini nilivyoelezwa na wenzake kwamba alikuwa Peter Tino. Wachezaji wenzake wa Taifa Stars waliiba notebook. Inabidi nije niazime notes kwa Salvador Mambo. Of course hazikuwa kama zile za kwangu sasa. Lakini at least ukapitia umo. Na wengine silikuwa nayo tu kichwani. Kwa sababu unaweza kaiba notebook lakini mengine sinakumbuka tu. Yeah. Kwa nini mlifungwa mechi hii? Kwa nini hii na hii? Kwa nini? Peter mwenyewe ulimuuliza? Peter Tino. Kwamba bwana mbona nasikia sikumuuliza. Kumuuliza. Niona ndio. Mzee James, tuangazie kwenye swala la maadili. Hili swala la bahasha, enzi zenu lilikuwepo? Hili swala la bahasha kwa waandishi enzi zetu halikuwepo kama lilivyo sasa hivi, kwamba wakati huo ilikuwa labda mimi naweza kuwa tunafahamiana na wewe ni kiongozi wa Chaneta labda. Ndio. Kwa hiyo labda nikiwa na shida zangu nitakuja nikwambie hivi na hivi bana, binafsi nisaidia. Basi rafiki hivyo. Kwa hiyo kulikuwa na ushikaji tu hivyo kati ya waandishi na sources. Lakini tofauti na sasa hivi ambapo inabidi labda baadhi ya navyoona baadhi ya functions waandishi hawawezi kuhudhuria
kama hakuna hela. Tukinabaki hapo hapo kwenye maadili, siku hizi kuna ile kitu kinaitwa mwandishi wa habari amekuwa shabiki wa Simba na Yanga. Ndiyo. Vipi kwenu enzi hizo? Enzi hizo huo ushabiki ulikuwepo, isipokuwa unatakiwa mtu mwandishi ujitahidi kutokuwa na ndio maana wakati ule vilabu vilikuwa na watu ambao walikuwa wanaitwa makatibu wenezi. Walikuwa wengine ni watangazaji wakubwa tu. Kwa mfano Abdul Masudi, ndio marehemu, ndio alikuwa ni katibu mwenezi wa Yanga. Wakati inafungwa goli 6 bila na Simba, alikuwa ni kiongozi, katibu mwenezi, na kipindi cha jioni alikuwa ni yeye. Alivyotangaza Abdul Masudi, huwezi kujua kama anatangaza katibu mwenezi wa Yanga. Kwa hiyo ushabiki ulikuwepo, ila inatakiwa udhibiti ushabiki. Tuangalizie urithi na ushauri kwa kizazi hiki ambacho unakiona kwa hivi sasa ambapo tupo. Unaona soka la Tanzania linaenda wapi kwenye takriban miaka 10 ijayo? Kutokana na utandawazi ambao umeuona, lakini tuna wachezaji wengi wa kigeni. Bila kuwa makini sana inaweza likadidimia, kwa sababu wachezaji wa kigeni kwenye ligi yetu wamekuwa wengi mno. Halafu hatufanyi juhudi sasa za kuzalisha wachezaji wetu. Yaani viongozi wa timu akiona timu yake inaregarega mahali fulani anasema aisee, usajili ujao itaenda singa wapi, nchi gani katafuta striker. Unaona? Bila ya kufikiria kwamba hapa Tanzania unaweza kupata striker. Lakini unahisi uwepo wa wachezaji wa kigeni, mzee wangu, hii imekuwa ni gumzo, lakini pengine tusikie na kwa upande wako. Ongezeko la wachezaji wa kigeni katika ligi yetu inaleta chachu na maendeleo na mafanikio kwenye timu zetu za taifa, si za wanawake si za wanaume? Hapana, haileti. Kwa nini? Kwa sababu si wachezaji wa kigeni ndio wanadominate. Kwa hiyo hatuwaoni wachezaji wa kizawa. Wazawa wanakuwa ni wachache sana, ni hao unakuta ukiangalia timu kama ya Simba kwa mfano, mzawa anayecheza kwa unaona Kapombe labda sijui na Kibabage sasa hivi labda na huyo Mwalimu. Kifupi ni wachache. Huko yangu kija wanaocheza hawa kina Baka si nani wako hesabu tu. Kuna wakati Singida walitumia wachezaji wote 11 wa kigeni. Sasa hapo wazao utawaona wapi? Kwa hiyo tunarudi nyuma, isipokuwa halafu vile mimi nadhani idadi ya wachezaji 12 ni wengi sana, kwa sababu hakuna sababu ya kuleta mchezaji wa kigeni akaja kuwa benchi tena, anakalia benchi eti anatokea benchi kucheza. Sasa amekuja kufanya nini? Kwa upande wako nisikie kitabu kimoja ama kanuni 3 ambazo kila mwandishi ambaye ni chipukizi anatakiwa kuzijua na kusimama nazo, hasa sisi ambao bado tupo kwenye hii industry. Nijaribu kujishughulisha kurudi nyuma. Nimekuwa nikikerwa sana nikisikiliza mtu anasema hii wakati ule naitwa si kombe la washindi, wakati yani unakuta watu sasa unasema sasa huyu ni mwanahabari, kwa nini kuitafuta hii habari ya kabla jaja kutangaza hewani? Neno lako moja kwa shabiki wa Simba pamoja na Yanga. Ndiyo. Na hasa kipindi hiki ambacho tunaelekea kwenye dabi ya Mei 3. Hii nayo sasa kwa waandishi wa habari wa michezo noti kwamba sasa ni rekodi mpya. Ndio. Ilikuwa haijawahi kutokea Simba na Yanga kucheza ndani ya wiki moja, dabi kujirudia mara 2. Sasa hizi new record. Hata wiki haijafika. Ni siku 3 nakwambia. Ndio. Haijawahi kutokea. Na hii inaweza kutokea leo tu. Kwa zamani usingeweza kuipata hiyo kitu. Kwa viongozi wa zamani wa hizi timu usingeweza kupata. Wasinge kukubalia kucheza namna hiyo. Ni kwa nini? Ilikuwa ni vigumu kweli kusema eti kuna mechi ya kirafiki ya Yanga na Simba. Usingeweza kuipata. Na kwa hiyo kucheza mara 2, walianza kucheza mara 2 ilipokuwa tu home and away, ilipoanza home and away. Ndio wakaanza kucheza mara 2, lakini toka nyuma huko kila mwaka ilikuwa ni mara moja. Hii unadhani inapoteza ladha ya dabi hii au inaleta chachu? Inaweza ikapoteza ladha ya dabi. Kwa nini? Kwa sababu unajua kila kitu hata kama ni chakula kila siku, hata kama ni kizuri namna gani. Nikushukuru sana mzee wangu, labda pengine kwa kuhitimisha kama una lako kwa wadau wa soka, lakini pamoja na kwetu waandishi wa habari za michezo. Karibuni kukazana tu
kwenda na mikiki ya sasa hivi, kwa sababu sasa hivi natakiwa kwa kweli kukimbia, kwenda na utandawazi, mambo yanakimbia na shughuli za michezo nazo zinakimbia hivyo hivyo. Sasa michezo imeshakuwa biashara, sasa michezo imeshakuwa ajira, wakati haikuwa ajira wala haikuwa biashara. Kwa hiyo sasa nyinyi lazima muingie humo, nyinyi lazima sasa muangalie namna gani inaweza mkatafuta biashara zenu ndani ya shughuli zenu za michezo, sababu mpo kwenye biashara. Nikushukuru sana mzee wangu. Nashukuru sana. Nafikiri utakuwa umejifunza mengi sana wewe mwandishi, lakini na mdau wa michezo kutoka kwa mzee wetu mzee James. Nikutakia utazamaji mwema ambao wa vipindi vinapoendelea kufuatia hapa, na usibanduke. Ndio kwanza Viwanjani imebamba.